السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba media ya Ulaya inauliza swali kwamba nyinyi mnazungumza kuhusu mafundisho ya usalama ya dini tukufu ya Islam, lakini wapo wengi Islam ambao hawazungumzi kuhusu mada hii wala wao hawaamini nyinyi ni Waislamu. Vile vile idadi ya wanajumuiya pia ni ndogo kuliko Waislamu wengine. Wakati hali hii inapopatikana, namna gani Waislamu wanajumuiya wanadai kwamba wao wanafuata mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam? Mimi niliulizwa swali hili katika nchi ya Germany pia. Kisha wanasema hii pia, namna gani mnaweza kuwaelekeza Waislamu katika mafundisho haya sahihi ya tukufu ya Islam? Hazur anasema mimi nawajibu kila wakati kwamba sisi tunapozungumza kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam tunathibitisha mafundisho haya kwa kupitia Qur'ani tukufu na kwa kupitia mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuelezi mafundisho haya kwa ajili ya kujibu shutuma za Waislamu tu, ilhali si mafundisho ya Islam, bali yoyote tunayosema ni mafundisho ya Islam. Na wala hatukuanza kueleza mafundisho haya kwa sababu ya hali ya siku hizi inayopatikana duniani. Alifa mtukufu anasema kwamba sisi tunathibitisha kwamba mafundisho ya Islam yanatukumbusha kuhusu haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vyake. Ikiwa kuna swali hili kwamba namna gani tunaweza kuelekeza Waislamu wengine juu ya mafundisho haya, jibu lake ni hili kwamba sawa na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati Waislamu watakapoharibika katika hali hii, Masihi alitabiriwa kwamba yeye atakuja, na yeye atakuja kwa ajili ya kurekebisha hali ya Waislamu, na pamoja na kufanya kazi hii alipewa jukumu la kuwafikishia watu wengine pia ujumbe wa Islam. Kwa hiyo bishara hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitimia vizuri, na bishara hii ilitimia wakati hali hii ilipokuwa inapatikana. Na katika hali hii Mwenyezi Mungu
tuma sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kuwa masihi aliahidiwa. sayyidina alayhi salatu wassalam kwa baada ya kuja yeye alitukumbusha kuhusu mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, na vile vile alituelezea hekima ya mafundisho ya Islam. Na sisi wanajumuiya ambao tulimpokea sayyidina alayhi salatu wassalam, sisi sawa na maagizo yake tunaendelea kuwaelezea waislamu na watu wengine mafundisho ya Islam. Kazi yetu ni kufanya mahubiri tu na kufikisha ujumbe, na kazi hii tunaendelea kufanya na inshallah tutaendelea kufanya. Jumuiya za Mwenyezi Mungu na jumuiya za manabii hazipati maendeleo katika siku chache tu, bali jumuiya hizi zinapata maendeleo polepole. Sisi tunawajibu hawa wanauliza swali kwamba ninyi mnasema namna gani mnaweza kuwaelekeza waislamu wengine juu ya mafundisho haya. Ikumbuke kwamba jumuiya Ahmadiyya ambayo idadi yake ni katika mamilioni na mamilioni, miongoni wa wanajumuiya hawa ni wale ambao walijiunga na jumuiya na zamani walikuwa waislamu na walikuwa wanafuata makundi mbalimbali. Na sisi tunaamini kadiri mafundisho yatakapoendelea kudhihirika juu ya watu na wataendelea kujua kuhusu madai ya sayyidina alayhi salatu wassalam, na watu kadiri wanaanza kuelewa bishara za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuelewa hivi, waislamu hawa wanaendelea kujiunga na jumuiya, na vile vile watu wa dini zingine pia baada ya kuelewa mambo haya yote wanaendelea kujiunga jumuiya yetu. Na inshallah taala idadi hii ndogo ya jumuiya siku moja itakuwa katika wingi inshallah, na hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mfano wake sisi tunashuhudia kila siku kila mwaka watu malaki na malaki wanajiunga na jumuiya. Miongoni wa hawa wanaojiunga na jumuiya wengi wao ni waislamu. Licha ya kuwa na hali hii kwamba sisi hatuna uwezo mkubwa, idadi ya wabashiri ni kidogo, wabashiri ni wachache, lakini kwa kuwa na hali hii yote Mwenyezi Mungu analeta matokeo mazuri sana. Hata wapo wengi ambao Mwenyezi Mungu anawaelekeza, anawaongoza, na wao wanajiunga na jumuiya kwa kupitia ndoto. Wapo wengi ambao walijua kuhusu sayyidina alayhi salatu wasalam na kuhusu jumuiya, na wao walijua kuhusu kweli wa sayyidina alayhi salatu wasalam kwa kupitia ndoto, na wao wakajiunga na jumuiya. Baadhi wakati inatokea hivi, mtu anaona ndoto katika utoto wake, katika ujana wake, anaona ndoto kwa muda mrefu ulipita, kisha baadaye baada kupita muda fulani yeye anakumbuka ndoto yake, na kwa kuona ndoto yao imetimia wanafanya bayat. Wapo wengine ambao wanajua tayari kuhusu jumuiya na wao wanafanya istikhara kwa ajili ya kujua ukweli wa jumuiya, kisha kwa kupata mwongozo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanajiunga na jumuiya. Wapo wengine ambao wanasikiliza mahubiri, wabashiri, waalimu na maadayan. Pamoja na hawa radio zetu na channel zetu pia zinafanya kazi hii. Kwa hivyo kwa kupata ujumbe huu Mungu anafungua mioyo ya hawa watu wanaopata ujumbe. Wapo wengine ambao kwa kuona mwisho mbaya wa wapinzani wanajiunga na jumuiya. Wapo wengine ambao Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani kutoka kwake. Basi wakati Mwenyezi Mungu alipomwambia sayyidina alayhi salatu wasalam, mimi nitakupatia heshima na nitaongeza jumuiya yako katika 1883 wakati alikuwa bado hajaanzisha jumuiya na watu walikuwa hawamjui, hata ni wachache tu ambao walikuwa wakimjua. Wakati ule sayyidina alayhi salatu wasalam wakati ule Mwenyezi Mungu alimbashiria
sina amala salatu wasalam kataballahu la agliban ana wa rusuli, yani Mwenyezi Mungu amekwisha andika mimi nitapata ushindi na mitume wangu tutapata ushindi. Wakati ule sina amala salatu wasalam alikuwa hakudai kwamba yeye ni Masihi aliahidiwa ni Imam Mahdi. Kisha Mwenyezi Mungu alimbashiria la mubadila kalimatihi, yani hakuna yeyote anayeweza kubadilisha au kuakhirisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kuongezeka kwa jumuiya yake na vile vile kuhusu maendeleo ya jumuiya kuna ufunuo chungu mzima. Mwenyezi Mungu alisema mimi nitaongeza jumuiya yako. Basi yule mtu ambaye alikuwa peke yake na Mungu alimwahidi kwamba atampatia maendeleo, jumuiya yake sasa imeshaenea duniani kote, na kila siku jumuiya hii yake inaendelea kupanuka. Watu wapya wanaendelea kujiunga na jumuiya yake. Namna gani Mwenyezi Mungu anafungua njia, namna gani anaongoza watu. Kuhusu mada hii kuna matukio kadhaa nataka kueleza hapa mbele yenu. Kuna watu kadhaa ambao waliingia katika jumuiya kwa kupitia ndoto zao kutoka Kazan. Mbashiri wetu anaandika, mtu mmoja Sansefilov, mimi nilianza kumhubiri huyu bana na yeye aliendelea kuniuliza maswali. Baada ya muda fulani alifanya bayat. Yeye anaeleza tukio la kujiunga na jumuiya. Anasema Mwenyezi Mungu alinionyesha katika ndoto, mimi nipo katika nchi ya Syria na kuna makundi mawili yanapigana. Wakati wao walipokuwa wanapigana, kuna kundi lingine linatokea pale, na lile kundi linajaribu kuwapatanisha kwamba nyinyi mnafanya dhuluma kwa wenzenu, kwa hiyo ni vizuri mumalize vita hii na mupatane. Kwa sababu ya kusema nasaha ya kundi lile lingine, wao wanaacha mapigano na wanaanza kuwa kama ni ndugu, wanaanza kuelewana. Mimi nauliza katika hali kwamba hili kundi ni kundi gani ambalo limepatanisha makundi haya mawili. Mimi naambiwa kwamba hawa ni watu kutoka katika kundi la Jumuiya Ahmadiyya. Hivyo ndivyo anasema katika ndoto nyingine. Mwenyezi Mungu alinionyesha kwamba kuna msimu wa mvua na hewa nzuri inapatikana. Katika hali nikapata sauti kwamba Jumuiya Ahmadiyya ni jumuiya sahihi. Anasema baada ya ndoto hii mimi nikafanya bayat. Kutoka France kuna mwanamke mwingine, yeye anaeleza jinsi alivyojiunga na jumuiya. Anasema mimi katika familia yangu nzima ujumbe wa jumuiya ulikuwa umeshafika, na kuhusu mada hii katika familia yetu tulikuwa tukizungumza kwamba mtu fulani aliongozwa kwa kupitia ndoto na akajiunga na jumuiya. Mimi nilikuwa nikisikiliza mambo haya nyumbani kwangu, lakini mimi sikusema neno lolote. Anasema siku moja mimi nikamwomba Mwenyezi Mungu kwamba wewe Mola, wewe uniongoze kwamba jumuiya ni njia sahihi au si sahihi. Anasema katika siku 3 ya siku ile Mwenyezi Mungu alinionyesha ndoto 3. Katika ndoto ya kwanza niliona kama kiyama imetokea na upande wote kuna mfarakano, lakini ndugu zangu ambao wamekwisha jiunga na jumuiya, wao hawana matatizo wala hawana shida yoyote, bali wao wana furaha kubwa sana katika hali ile ya shida. Hata mimi mwenyewe pia nalia, napiga kelele kwamba hali ni hatari, nini hatari sana, lakini wao ndugu zangu wao hawana matatizo wala shida, bali wao wanasema sisi tunaenda kuhudhuria kikao cha jumuiya. Mimi katika ndoto na kuwa pamoja nao. Kisha katika ndoto nyingine nimeona kwamba dada yangu ambaye ameshajiunga na jumuiya ananiambia uswali, kwa sababu hii njia ni njia pekee ya kuokoka. Kisha katika njia ndoto 3 nimeona nimekaa pamoja na ndugu zangu, na mimi nikahisi kama Mwenyezi Mungu ameandika kitu fulani juu ya mkononi mwangu. Anasema baada ya ndoto hizi 3 moyo wangu ulifunguka na mimi nikajua kuhusu kweli wa jumuiya. Kwa hiyo nikafanya
bayat na sasa familia nzima imeshafanya bayat ya jumuiya. Bana Abdul Aziz Tarawle saheb ambaye katika kijiji cha Ivory Coast anaitumikia jumuiya anasema mtu mmoja ambaye alikuwa mzee sana wa Mara Darawe saheb, yeye akaona katika ndoto yake kwamba katika kijiji chake Waarabu wamekuja. Katika ndoto yake watu wengine wakasema kwamba hawa watu si Waarabu halisi, kwa hiyo wewe ujiepushe na hawa watu, usizungumze nao. Anasema katika hali nikasikia sauti katika ndoto, ikiwa unataka kukutana na Mwenyezi Mungu unaweza kukutana na Mwenyezi Mungu kwa kuwapitia hawa watu. Anasema baada ya ndoto ile, siku kadhaa ilipopita, mbashiri wa jumuiya alikuja katika kijiji chetu. Watu wengine wakaanza kusema kwamba hawa watu si Waislamu, yani wao walikuwa najua kuhusu jumuiya, wakasema jumuiya si wanajumuiya, kwa hiyo hatutakiwi tukae karibu nao. Yule bana aliona ndoto, alipoona hali hii akakumbuka ndoto yake. Kisha huyu bana baada ya kupita siku kadhaa akajiunga na jumuiya. Katika Jalsa Salana Ivory Coast pia alihudhuria kwa imani sana. Kutoka Congo Brazil, bana Bashir Sakla saheb anasema mimi mara kwanza 2014 nilipata bahati ya kuhudhuria Jalsa Salana ya nchi yangu. Kule nilipofika nikajua kwamba Isa alayhi salam ameshafariki na yeye hatashuka kutoka mbinguni, hayupo hai. Vile vile nikajua Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema utakuja wakati ambamo Waislamu watatawanyika na watagawanyika katika makundi mbalimbali na Islam itabaki kwa jina tu. Wakati huo Sayyidina alayhi salatu wasalam atakuja na jumuiya yake itakuwa katika njia ya mwongozo. Anasema baada ya hii nikaanza kusoma vitabu vya jumuiya. Kwa kusoma vitabu hivi mimi nikajua kuhusu ukweli wa jumuiya. Katika hali nilipokuwa nasoma vitabu nikaona katika ndoto mtu mmoja amenipatia mawazi ya rangi ya nyeupe, na kisha baadaye nikaona katika ndoto mimi nipo katika basi nzuri sana, na baada ya kuona ndoto hii nikapata utulivu na nikajua kwamba basi ni njia ya usafiri, kwa hiyo njia ninayofuata ni sahihi. Kwa hiyo baada ya ndoto hii mimi nikafanya bayat na nikajiunga na jumuiya. Kutoka Kyrgyzstan kuna mwanajumuiya mpya bana Ishlin Ramel saheb anaeleza jinsi alivyojiunga na jumuiya. Anasema mimi nilizaliwa katika familia ya Waislamu, kwa hiyo Islam ilikuwa si kigeni kwangu, lakini mimi sikufikiria kuhusu dini kwa undani. Mahali ambapo nafanya kazi kule, mimi nilikutana na rais wa jumuiya ya Kyrgyzstan, nilianza kuzungumza naye kuhusu jumuiya. Wakati mimi nilipozungumza naye kuhusu dini, mimi nikajua uhakika kwa sababu ya mazungumzo yake, na mimi nikajua kwamba Waislamu wa zama hizi hawafuati mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Mimi nikaanza kupata majibu ya maswali yangu yote, na yeye alikuwa akinijibu kwa kupitia Qur'an tukufu na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kwa kupitia vitabu ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na vile vile nikaanza kusoma majibu haya katika hutuba yako, kisha nikaanza kusoma Qur'an tukufu, kisha nikaamua kufanya bayat. Siku ile nilipoamua kufanya bayat, nikaona katika ndoto baba yangu akaashiria upande mmoja na akasema kule kuna nishani moja, lakini usimwambie mtu yeyote kuhusu nishani ile, kwa sababu magaidi wanataka kuharibu nishani ile. Anasema katika ndoto ile mimi nikaenda karibu na nishani ile na nikaona nishani ile ilikuwa bustani kubwa sana. Katika bustani ile walikuwa watu kama ndege. Mimi nikasema namna gani tunaweza kuficha nishani hii kubwa? Kwa mimi pia nikaanza kuruka kama ndege katika bustani ile, na mimi kwa kuruka nikaenda katika nyumbani kwa marafiki wa baba yangu. Wao walikuwa nakunywa chai, wao wakaniona kama mimi ni ndege.
lakini mimi nasema mara 3 Allahu akbar, na wao kwa kusikia sauti hii wanashangaa namna gani huyu ndege anaweza kuzungumza. Anasema mimi naruka huko mbinguni, kisha wakati nilipokuwa naruka huko mbinguni nabadilika katika sura ya malaika, kisha naona chini ardhini, naona watu wote wamekufa na hakuna hata mtu mmoja ambaye ni hai. Anasema mimi naruka huko na kuja nyumbani kwangu, naingia nyumbani kwangu, wakati ule mimi naamka. Anasema baada ya ndoto hii mimi nikaamua Mwenyezi Mungu amenipatia nguvu hii ya kiroho. Kwa hiyo baada ya ndoto ile mimi nikafanya bayat, na kwa kufanya bayat nikajiunga na jumuiya. Bana Abdul Hadi Sahib kutoka Misri anasema kabla ya kujua kuhusu Ahmadiyya mimi niliona katika ndoto kwamba mimi niko katika jangwa na natembea katika njia jangwani. Mtu mmoja anakuja na ananielekeza katika njia nyingine. Kitu cha kushangaa ni kwamba mimi bila kuwa na wasiwasi yoyote mimi naanza kufuata njia ile ambayo alinielekeza. Sababu yake ni hii kwamba yeye alinielekeza kwa njia nzuri. Kwa sababu ya tabia yake ile mimi nikaona kwamba yeye ameniokoa katika maafa makubwa, na kwa kuniokoa amenielekeza katika njia ya amani na usalama. Mimi napoanza kuelekea njia ile naona kuna mlima, na baada kufika kule mimi napoona katika njia ile nilikuwa nafuata kunakuta kule watu wanalazimishwa kufanya kazi fulani. Basi mimi nafikiria kwamba ikiwa yule mtu asingenielekeza basi mimi pia ningekuwa sawa na hawa watu ambao wanadhulumiwa. Katika ndoto mimi naona kwamba labda huyu yule alinielekeza ni Musa alayhi salatu wasalam. Anasema baadaye nilipojua kuhusu jumuiya nikajua kwamba njia ile ambayo nilikuwa nafuata njia ile ilikuwa inaenda katika maafa, lakini yule mtu ambaye alinielekeza katika njia nyingine, ile njia ni njia ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na ni njia ya jumuiya. Hazuru anasema kwamba mimi nimeeleza matukio haya kadhaa kutoka Kazan, Kazakhstan na kutoka nchi mbalimbali, na matukio haya yalitokea katika Ulaya na katika Afrika na katika Central Africa au katika nchi za Arabuni. Watu wa mataifa mbalimbali ambao wanazungumza lugha mbalimbali waliona ndoto, lakini hao wote walipata mwongozo wa aina moja. Ni nani ambaye anawaongoza hivi? Bila shaka ni Mwenyezi Mungu ambaye anawaongoza. Yule ambaye alimwambia Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba mimi nitaongeza wafuasi wako ambao watakuwa wenye imani halisi. Kisha kutoka Marrakesh, Morocco, mwanajumuiya mmoja anaandika jinsi alivyojiunga na jumuiya. Huyu bana anaitwa Bana Shakur. Anasema mimi nilipojua kuhusu jumuiya na nilipokuwa naangalia Malekama al-Arab katika MTA, mimi katika ndoto nikaona Halifa mtukufu wa 4 rahimahullahu taala anaelekea katika njia ambayo inaenda katika mlima, na alikuwa amevaa mavazi ya Pakistan. Anasema mimi pia nikaanza kumfuata Halifa mtukufu, na mimi pia nafika karibu na mlima. Kutoka katika upande mwingine wa mlima tunaona nuru, na nuru ile inaenea kila mahali, na mimi nahisi kwamba kama asubuhi imetokea. Anasema mimi nilisikia hofu kidogo na nikaanza kutembea pole pole. Halifa mtukufu anaona hali yangu hii, na kwa kuona hali yangu hii ya hofu ananiona mimi. Kwa kuona uso wake wa nuru hali yangu inabadilika. Mimi naona, nasema sijui upande mwingine wa mlima kuna nuru gani, na Hazur ananiambia uendelee kunifuata na usiogope. Anasema alhamdulillah, ingawa nilikuwa na hofu sawa na ruya hii, kwa kuangalia vipindi vya Lekama al-Arab nilianza kumfuata halifa na mpaka nikajiunga na jumuiya. Anasema mimi nilifanya bayat baada ya kujua kuhusu jumuiya Ahmadiyya.
na nilifanya bayet kwa kujiunga na international bayet, lakini moyo wangu ulikuwa bado hujapata utulivu kwa sababu maneno ya bayet yalikuwa katika Kiingereza na mimi sikuelewa yale maneno na mimi sikuridhika kwa sababu ya kufanya bayet hii. Lakini nilikuwa nafikiria kwamba nikifuata masharti yote ya Sayyidina alayhi salatu wasalam ya bayet basi nitakuwa mwanajumuiya. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu alimjalia mke wangu pia alijiunga na jumuiya. Kisha sisi sote wawili katika mwaka 2010 tulijaza bayet form, na kwa kufanya hivi tukajiunga na jumuiya. Kisha kuna bwana mwingine Dr. Ejaz Karim Saheb kutoka Aljazair anasema jinsi aliyojiunga na jumuiya. Huyu bwana ni katibu mkuu wa Aljazair na vile vile yeye aliwahi kufungwa gerezani, alipelekwa jela kwa sababu ya kuwa mwanajumuiya. Hazur anasema bado hali yao ni ngumu sana, Mwenyezi Mungu aondoe shida zao zote. Anasema mimi nilikata, mimi nilikuwa sina mategemeo kwa sababu ya matafsiri zinafanywa na maulama wengine, mpaka siku moja mimi nilijua kuhusu maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wasalam na tafsiri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kabla ya kusoma tafsiri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam nikasali nafali na nikafanya dua, Mola wangu niongoze katika njia iliyonyoka. Kadri nilipoendelea kusoma tafsiri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, kifua changu kiliendelea kufunguka na mimi nikapata utulivu kwamba mafundisho haya ni mafundisho sahihi ya tukufu ya Islam. Lakini kabla ya kufanya bayat nilifanya istikhara katika ndoto niliona mimi pamoja na marafiki zangu usiku napita katikati ya mji na nuru inatembea pamoja nasi. Wakati tulipokuwa tunaembea simu inalia na mimi naona kwamba kuna namba ya Sayyidina alayhi salatu wasalam katika simu ile, na mimi nikamua nitampigia simu baadaye. Ikiwa yeye alinijibu basi atakuwa nabii mkweli, yeye atakuwa si nabii, kwa sababu nilikuwa nafikiria nabii hawezi kujibu simu. Mimi niliendelea kupiga simu, lakini Sayyidina alayhi salam hakupokea simu. Baadaye nilianza kusoma aya za Qur'ani tukufu na a'udhu billahi minash shaitani rajim, ili isije shetani achanganye mambo ya Imam Mahdi kwangu. Niliamka baadaye wakati wa alfajiri na nikawa na yakini kwamba ndoto hii ni sahihi, kwa hiyo nikafanya bayat. Hazur anasema kwamba namna gani nishani inadhihirika kwa ajili ya watu na wao wanafanya bayat kuhusu hii. Kuna tukio moja lililotumwa na mbashiri mkuu wa Senegal. Anasema katika mkoa wa Casamance kuna vijiji vitatu ambapo jumuiya ilipatikana. Katika vijiji hii maendeleo ya jumuiya yalipopatikana, mashehe na chifi wakaamua kwamba watafanya dua dhidi ya jumuiya. Wao kwa kusoma Qur'an tukufu walikuwa wakisema kwamba Mwenyezi Mungu aangamize jumuiya na mbashiri wa jumuiya, lakini ilitokea hivi. Baada ya dua hii walipofanya, imam wao mkubwa alidungwa na nyoka. Wote walifanya dua asalimike, lakini imamu wao yeye alikufa, hakuweza kusalimika. Baadaye chief pia alidungwa na nyoka. Wao mashekhe walifanya dua ili yeye asiage dunia, lakini yeye pia alikufa. Watu kwa kuona hali wakasema kwamba sisi tulifanya dua dhidi ya jumuiya, kwa hiyo imetokea hivi. Lakini mashekhe wakasema Mungu hafanyi hii, bali majini wameacha nyoka na hii ni kazi ya shetani. Anasema siku kadhaa ilipopita, naibu chief pia aliumiwa na nyoka, au yeye pia alikufa. Baada ya tukio hili wao wakamjia mbashiri wetu, na mbashiri wetu yeye alikuwa hajui kwamba hawa wamefanya dua dhidi ya jumuiya, lakini watu wa kijiji walikuwa wanajua, na watu wa kijiji walimwelezea mbashiri tukio hili lote, na wakasema tuokoe.
kwa hivyo mbashiri wetu alienda katika kijiji chao na yeye alisema kwamba Mwenyezi Mungu alimwahidi Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba maombi ya watu yatarudi kwao. Sasa katika vijiji hivi watu zaidi ya 300 wamekwisha jiunga na jumuiya baada ya tukio hili. Khalifa mtukufu anasema kwamba wapinzani baadhi wakati kwa ajili ya watu wenye tabia nzuri wanafungua njia ya kufanya utafiti kuhusu kweli wa jumuiya. Kutoka Burkina Faso, mwalimu wa jumuiya anaandika, jumuiya yetu ya fulani mtoto wa imamu wa Wahabi alishiriki. Aliona kwamba mashekhe ambao walifanya PhD badala ya kutoa majibu ya maswali ya wanajumuiya wao wanasema maneno machafu dhidi ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Yule kijana aliathirika sana, aliudhika sana. Kwa sababu ya hii yeye akaanza kufanya utafiti kuhusu jumuiya. Yeye aliendelea kusikiliza redio yetu. Siku moja alimuuliza baba yake ambaye ni imamu wa Wahabi. Baba yake alisema kwamba wanajumuiya si Waislamu, usizungumze nao. Lakini huyu bana aliendelea kusikiliza redio yetu. Kisha baadaye aliwasiliana na mwalimu wetu na akafanya bayet. Baba yake alipojua mtoto wake amefanya bayet alianza kumtukana na akamfukuza nyumbani kwake. Baada ya siku chache mama wa yule mtoto alimpigia simu kwamba baada ya kuondoka kwako sisi hatuna utulivu, asirudi nyumbani ni upatane na baba yako. Kwa sababu ya nasahi ya baba, aliporudi nyumbani aliona baba alikuwa amekusanya watu wote na alisema kwamba huyu si mtoto wangu, huyu amekuwa mkafiri kwa kujiunga na jumuiya. Sawa na desturi ya Afrika, ikiwa baba anakasirika inakuwa kitu kikubwa sana. Kwa sababu hii yule kijana alipata wasiwasi na akaanza kufanya dua. Siku moja aliona katika ndoto mtu mmoja anamwambia, ikiwa anapata madaraja basi uendelee kubaki juu ya jumuiya. Baada ya ndoto hii huyu bwana aliimarika zaidi katika imani yake na akamwambia baba yake, ufanye unayoweza kufanya yoyote, mimi siwezi kuacha jumuiya, siwezi kuritadi. Hazur anasema kwamba hawa watu ambao wanaishi mbali sana, Mwenyezi Mungu anapoimarisha jumuiya imani mwao katika hali anawapatia msimamo pia. Mwenyezi Mungu kwa kupitia mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam alitayarisha jumuiya ya wapendwa wa Mwenyezi Mungu, na kwa kufanya hivi alitia mapenzi mioyoni mwa wanajumuiya. Kutoka Benin, Bashiri anaandika kwamba katika mkoa wa Perako kule barabara imeharibika sana. Mwaka jana sisi tulienda katika kijiji hiki na watu kadhaa walijiunga na jumuiya mwaka jana, na mwaka huu tulifanya jalsa salana chini ya miti. Kule wanajumuiya wapya walialikwa. Wakati wabashiri na walimu walipofika hapa, wale wanajumuiya wapya walianza kupiga nara na walikaribisha wageni kiasi hiki kwamba kwa kuona imani yao uchovu wetu wote uliondoka. Anasema jumuiya ya Mkara, mwanajumuiya wa mpya wa pale, yeye alisema katika maoni yake kwamba njia hii ya jumuiya ni njia ya haki na jumuiya imetupatia uhai. Hii ndiyo ni Islam halisi ambayo ilitufundisha mapenzi. Shekhe ambaye si mwanajumuiya alitia ufisadi kati yetu na alijaribu kuondoa mapenzi, lakini jumuiya imetupatia mapenzi na upendo. Hivyo ndivyo mwanajumuiya mwingine ambaye ni mwanajumuiya mpya akasema kwamba jumuiya Ahmadiyya ilitufundisha Islam sahihi. Wakati tulipoenda kuhudhuria jalsa salana kule, kulikuwa hakuna tofauti, watu wote wa miji na vijiji walikusanyika sehemu moja, kulikuwa hakuna mfarakano wala vurugu. Mwenyezi Mungu alitujalia fadhili zake kwamba sisi tumeanza kusali swala baada ya kujiunga na jumuiya. Kisha mwanajumuiya mpya mwingine akasema kwamba sisi tunawashukuru wanajumuiya ambao walitufanya kuwa wanadamu.
hapa baba alikuwa hamsalimii baba yake, lakini walimu wa jumuiya na wabashiri wa jumuiya wametupatia malezi kiasi hiki kwamba kila mahali sasa tunasikia sauti ya salam. मुबल्लिगीन ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि हर तरफ से सलाम की आवाज़ें आती हैं. Azur anasema kwamba namna gani Mwenyezi Mungu katika Waislamu na wasiko wa Waislamu baada ya kujiunga na jumuiya anawapatia uimara wa imani. Katika Bashiri wa Sierra Leone, Bashiri anaandika kwamba mwaka jana jumuiya mpya ilipatikana katika kijiji fulani, lakini wakati yule imam alikuwa hakufanya bayat. Baadaye imamu pia alipotangaza kwamba anataka kujiunga na jumuiya, wakati ule watu wenye shari na fitina walifika kule. Wale watu baada ya kufika kule walimwambia yule imamu, msikiti ambamo wewe ni imamu, msikiti huu ni wa dhehebu la Malkia, kwa hiyo ni vizuri uache jumuiya au uache msikiti huu. Kwa kusikia hii yule imamu akasema, mimi baada ya kufanya utafiti kwa muda mrefu sana na kwa kusoma vitabu vingi sana nimejiunga na jumuiya, na mimi kwa sababu ni imamu na mimi najua zaidi kuhusu ukweli wa jumuiya, kwa hiyo nawaambieni kwamba jumuiya ni Islam halisi. Kwa hiyo mimi nawapatieni msikiti wenu lakini mimi siwezi kuacha jumuiya. Hazur anasema kwamba wapo maulama wa aina hii ambao wanaelewa ukweli na Mwenyezi Mungu amewapatia akili, wanaelewa ukweli, lakini dhidi ya hii ni maulama wa Pakistan ambao wanasisitiza juu ya imani zao na wao wanatafuta chakula tu. Kutoka Benin, mwalimu bana Taufik anaandika, Bamesoro Karim yeye alijiunga na jumuiya kutoka kwa Ukristo. Huyu bwana alitukaribisha katika kijiji chake Haiti, na akasema hata kama mtu yeyote hajiunge na jumuiya, hata watu wanakuwa upinzani wangu, lakini mimi ni mwanajumuiya na nitabaki juu ya jumuiya na mimi peke yangu nitaendelea kufanya mahubiri. Hazur anasema hii ndiyo ni hali ya shauku ya mahubiri. Kwa hiyo ni mfunzo kwa ajili ya watu wanajumuiya zamani. Kwa hiyo tulipofanya mahubiri katika kijiji hiki, watu 20 walipata bahati kujiunga na jumuiya. Baada ya muda mfupi, mwanafunzi mmoja wa Jamia Ahmadiyya ya Nigeria aitwaye Bana Bashir alitumwa kule kwa ajili ya mahubiri. Watu 100 zaidi walijiunga na jumuiya kwa sababu ya mahubiri yake. Kwa kuona idadi hii ya wanajumuiya, imamu wa msikiti akaanza kupinga jumuiya, na kila asubuhi alianza kutoa hutuba dhidi ya jumuiya, lakini wanajumuiya waliimarika juu ya imani yao. Na mwanajumuiya wa kwanza alijiunga na jumuiya alisema kwamba madamu sisi hatupati kiwanja kwa ajili ya kujenga msikiti, mnaweza kuswali nyumbani kwangu. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanajumuiya wakaswali swala ya Ijumaa kule na wakaswali swala ya Eid pia. Imamu wa msikiti alipoona kwamba jumuiya inaendelea kupata maendeleo, akamwendea yule mwanajumuiya mpya na akaanza kumuita mkafiri. Bwana Karim akasema, mimi nilipokuwa Mkristo hakuna yeyote miongoni mwenu ambaye aliniambia kuhusu Islam, lakini sasa mimi kwa sababu ya jumuiya Ahmadiyya nimekuwa Muislamu, mmeanza kuniita mkafiri. Mimi mjue kwamba ni mwanajumuiya, kwa hiyo nitakufa katika imani hii. Kwa sababu kwa kusikia majibu haya, yule sheikh akarudi na hakufaulu katika mpango wake. Kwa sababu ya mahubiri ya huyu bwana kule, jumuiya imeimarika na anafanya tabligh kwa shauku sana, na watu wanaendelea kujiunga na jumuiya kwa kupitia mahubiri yake. Kutoka Burkina Faso, mwalimu Bana Kunate Abdul Hai Sahib anasema, mwanajumuiya mpya Bana Jalu Ibrahim aliniambia kwamba yeye ingawa alisilimu, lakini alikuwa anakunywa pombe, na alikuwa anakunywa pombe kiasi hiki kwamba watu walikuwa wakiamini kwamba huyu ni mwenda wazimu, na hakuna yeyote ambaye alikuwa anaenda karibu naye. Siku moja akawa mgonjwa, hakuna yeyote aliyekuja kuuliza hali yake. Kwa kuona hali, alianza kusikiliza Ahmadiyya radio, na yeye akafanya bayat na akaacha kunywa pombe. Lakini baada kidogo akapata maradhi tena, na safari hii alipata ugonjwa kwa hiki. Aliona kwamba sasa wakati wake umeshafika. Yeye akafanya dua, Mola wangu, ikiwa Imam Mahdi ambaye nimempokea
kwa baraka yake unipatie umri mrefu. Baada ya Mwenyezi Mungu alipokea dua yake. Anasema Mungu alimpatia afya njema na alimpatia afya kiasiki kwamba alihudhuria jalsa salana, na alisema kwamba haya yote yametokea kwa sababu ya baraka ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Na huyu bwana ikiwa yeye ni hai, anasema hii ni baraka ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Kutoka Ivory Coast, bwana Tamile Saheb anaeleza jinsi alivyojiunga na jumuiya. Anasema mimi nilikuwa nikiabudu masanamu. Siku moja niliona katika ndoto mwanamke mzee ananipatia musalla na anasema usali swala. Mimi sikuelewa ndoto yake. Kwa ajili ya kupata maana ya ndoto nilimwendea shehe moja wa Islam. Yeye alisema kwamba maana yake ni hii kwamba uanze kusali swala. Kwa hiyo nikaanza kusali swala katika msikiti wa wasikuwa na jumuiya, lakini bado nilikuwa naelekea upande wa masanamu. Baada ya siku kadhaa nikaona ndoto ingine. Yule mwanamke akaniambia tena kwamba nianze kusali na niswali bila kukosa. Nikashangaa kwamba nimeshaanza kusali swala, kwa nini huyu anasema nisali? Anasema kwa baada ya ndoto hii nilimwendea ndugu yangu, kaka yangu ambaye ni mwanajumuiya, na nikamwambia ndoto yangu. Kaka yangu akaniambia maana yake hii kwamba unatakiwa ujiunge na jumuiya. Anasema kwa ushauri wake mimi nikawasiliana na bashiri wa jumuiya na nikajua kuhusu jumuiya na nikafanya bayat. Kabla ya bayat nilikuwa nikiswali swala, lakini licha ya kuwa na hali hii moyo wangu ulikuwa unaelekea upande wa masanamu. Lakini baada ya kujiunga na jumuiya hali yangu ilikuwa ya aina hii kwamba nilikuwa sikupata wazo la masanamu hata siku moja. Na baada ya kujiunga na jumuiya nilipata swala halisi na nilijua kuhusu Mungu. Na inakuwa baraka ya jumuiya mimi nilikutana na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema kwamba matukio haya ni mafunzo kwa ajili ya wanajumuiya wa zamani kutoka Kazan. Bashiri wetu anaandika 2014 katika duka la manajumuiya picha Sayyidina alayhi salatu wasalam iliwekwa, na chini ya picha iliandikwa kwamba yule Mahdi ambaye alikuwa anasubiriwa huyu ameshafika. Na pamoja na hii website ya jumuiya iliandikwa, na duka la huyu bana ni katikati ya mji, na takriban watu 10,000 wanapita karibu na duka lake. Wao kwa kuona picha hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam wanawasiliana naye, na hivi njia ya mahubiri inafunguka. Huzuri anasema hivi pia watu wameanza kufanya mahubiri. Majuzi mwanajumuiya moja kutoka Pakistan alienda hapa Kazan. Huyu bana pia alinitumia picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hii inaonekana kwamba picha hii ni ile ambayo iliwekwa katika duka lile. Anasema yeye alipokuwa anaona picha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, washukuwa na jumuiya wawili kutoka Pakistan walipita pale. Wao mmoja wao alisema kwamba huyu inaonekana ni picha ya Mirza Qadiani Saheb. Mwanamke mmoja alikuwa pale akasema kwamba huyu ni picha ya Imam Mahdi ambaye alikuwa anatabiriwa. Azur anasema kwamba hivi pia watu wanafanya mahubiri. Amir Saheb Burkina Faso anaandika, mwanajumuiya mpya wetu bwana Idris Saheb alisema baada ya kufanya bayat niliona katika ndoto mahali ambapo nilikuwa nikiishi kule giza imetokea, na mahali ambapo nipo siku hizi kule kuna nuru na mwanga. Baada ya ndoto hii mimi nikaamka. Kabla ya kujiunga na jumuiya huyu bana alikuwa Wahabi, na baada ya kujiunga na jumuiya alianza kuambia marafiki zake kwamba ikiwa mnataka kutafuta nuru, basi nuru halisi mtapata katika jumuiya, kwa sababu katika jumuiya nidhamu ya uhalifa inaendelea, na kwa kupitia uhalifa tutapata ushindi. Sasa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu huyu mwanajumuiya mpya amekuwa dailallah, mhubiri mzuri, anafanya mahubiri sana. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu anaendelea kuwavuta watu katika mafundisho sahihi tukufu ya Islam, na inshallah siku moja kwa kumpitia Sayyidina alayhi salatu wasalam Islam halisi itapata ushindi juu ya dunia. Mwenyezi Mungu amjalie kila mmoja yeye kwa ajili ya kupata baraka kutoka katika hii aendelee kufanya mahubiri. Baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni Bi Khurshid Ruqayya Sahiba ambaye alikuwa mke wa Manzur Saheb Darwesh wa Qadian. Tarehe mosi wa Septemba 2017
siku ya ijumaa na siku ya haji alifariki. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa binti wa Mirza Kabiruddin Saheb aliyekuwa sahaba wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. mume wake alikuwa Bashiri kijijini. 1956 aliolewa, na yeye hakuleta malalamiko wala mashitaka kwa kuwa na hali ngumu. alikuwa akiswali tahajjud swala, na alikuwa akiheshimu sana wageni, na alikuwa akiwasaidia maskini. katika MT alikuwa akisikiliza hutuba zangu, na alikuwa akisihi watoto wake wao pia wasikilize hutuba zangu. kwa muda mrefu aliwahi kuwa mgonjwa, ingawa alipewa matibabu kutoka kwa jumuiya. aliendelea kuambia watoto wake kwamba wanatakiwa watumie madawa kwa kutumia hela yao. marehemu alikuwa musia, ameacha mabinti wawili na watoto wa kiume wawili. mtoto mkwe mmoja anaishi katika France, na yeye ni mwenyeji wa Morocco. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, na awajalie watoto wake waendelee kuendeleza mema yake. jeneza ya pili ni ya Dr. Salahuddin Saheb, New Jersey wa Marekani. alikuwa mtoto wa Imamuddin Saheb, mbaligh wa Indonesia. tarehe 10 Septemba 2017 alifariki kwa kupata mshtuko wa moyo. inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alipata stashahada ya PhD, na alikuwa akija London wakati wa likizo, hususan wakati wa Halifa 4, na alikuwa akitoa huduma zake katika ulinzi, na alikuwa akitoa huduma zake kwa kuwa mwangalifu sana na kwa kujitolea sana. yeye alikuwa mwenye athari sana, na alikuwa akipendwa na watu. alikuwa mtu mrefu, na vile vile alikuwa na elimu kwa sababu alifanya PhD, na alikuwa anajua watu wengi sana. licha ya kuwa na sifa hizi zote, alikuwa mnyenyekevu wa hali ya juu. alikuwa hana kibri. alikuwa akikutana na watu wa kila aina, na alikuwa akizungumza nao. kama niliyosema, wakati wa Halifa wa 4 alikuwa akija hapa, na alikuwa akitoa huduma zake katika ofisi ya private secretary, na katika ofisi ya ulinzi pia alikuwa akitoa huduma zake. Amir Saheb wa Marekani anaandika kuhusu huyu kwamba Dr. Salahuddin Saheb alikuwa member wa jumuiya ya New Jersey kwa miaka kadhaa. wakati wa Jalsa Salana alikuwa akisimamia kazi ya chakula, na yeye alikuwa mfano kwa ajili yetu yote. yeye alikuwa akitoa huduma zake bila kuwa na tabia ya kuonyesha, na alikuwa akisema kwamba mimi sitaki cheo, bali mimi nataka kutoa huduma zangu. Hazur anasema kwamba alikuwa amejenga mahusiano mazuri na uhalifa. mimi namjua tangu alipokuwa katika Rabwa, hata baada ya kuwa alifa mimi nimemwona kwamba yeye alijenga mahusiano mazuri na uhalifa, na ni mimi nilishuhudia alikuwa na mapenzi sana kwa ajili ya uhalifa. Mwenyezi Mungu aiweke roho yake mahala pema uko peponi. yeye hakuoa. Mwenyezi Mungu awajalie subra dada zake, na Mwenyezi Mungu aendeleze wema ya Imam Saheb katika kizazi cha Imam Saheb. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر